Sasa tuangalie tafsiri ya utandawazi katika muktadha wa imani ya Kikristo. Katika muktadha wa Kikristo, utandawazi unaonekana kwamba ni njia inayorahisisha kuhubiri Injili kwa mataifa yote, kama Yesu Kristo alivyoagiza katika Injili ya Marko sura ya 16 aya 15, kwamba enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Sasa kwenda ulimwenguni kote, tunakwenda kwa jinsi gani? Ndio hiyo kwamba tunaunganishwa wote pamoja kama sehemu moja, ambapo tunakutana kwa urahisi na kwa njia rahisi, na tunaweza kufikishana au kuhabarishana hizo Injili. Lakini mfumo huu kanisa linautazama katika namna mbili, kama fursa, lakini vile vile kama changamoto. Kama fursa, kwamba inarahisisha kuhubiri Injili kwa mataifa yote kama alivyoagiza Yesu Kristo katika Injili ya Marko sura 16 aya 15. Lakini changamoto, inaleta mchanganyiko wa tamaduni na mitazamo isiyo ya Kikristo inayoweza kupotosha maadili ya vijana. Kwamba katika Warumi sura ya 12 aya 2 inasema, msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanya upya nia zenu. Kwa hiyo si kwamba tu tunakutana kama kijiji kimoja, lakini tusifuatishe sasa hiyo namna ya dunia, badala yake tukutane au tuunganishwe katika Kristo. Hivyo kanisa linatakiwa kuwa taa inayowaongoza vijana kutofautisha kati ya utandawazi wa kiroho, yani ushirikiano wa kiimani, na utandawazi wa kimwili ambao unasisitiza mali pamoja na anasa.